Lakini unapoona pia asilimia ndogo za utoaji katika makanisa yetu, hii ni jibu sahihi kabisa kwamba asilimia kubwa ya watu bado hawajasalimisha nafsi zao kwa Kristo. Unapoona kwamba inatokea labda ni mchango mpaka watu wasomee mafungu au watu waanze kuhamasishwa na mtu fulani mwenye uwezo wa kuhamasisha ndo waanze kutoa. Sikiliza, wewe unatoa ni kwa sababu umehamasishwa, wewe unatoa ni kwa sababu umesomewa mafungu. Hutoi kwa sababu ya uhusiano wako na Mungu, hutoi kwa sababu umejisalimisha kwa Mungu. Sikiliza, kabla ya kutoa sadaka inatakiwa tujisalimishe nafsi zetu kwa Mungu kwanza. Tujisalimishe kwa Mungu, tusalimishe nafsi zetu pale miguuni pa Yesu, tusalimishe nafsi zetu Calvary. Hapo ndipo tunapotoa sadaka, na sadaka inapokuwa ukumbusho mbele za Mungu. Kama unaposoma kisa cha Kornelio, kitabu cha Matendo 10 fungu la 1 hadi la 4, ni mtu ambaye alikuwa ni mnyofu, hakuwa Myahudi, lakini alikuwa ni mtu ambaye anatoa sadaka, anasaidia wahitaji. Sadaka zake zikasikika mbinguni, maombi yake yakasikika mbinguni, na sadaka yake ikawa ukumbusho mbele za Mungu. Hata Mungu anakuja kutuma wajumbe kwake. Lakini pia unaposoma kitabu cha Wakorintho wa pili 8 fungu la 3 hadi la 5, wale waumini wa pale Makedonia walikuwa wamejitoa kwanza kwa Kristo, na hapo ndipo walipoanza kutoa sadaka kama zilivyoelezewa hapo. Lakini pia unaposoma kitabu cha Luka 7:36 hadi 47, lakini pia Yohana 12 fungu la 1 hadi la 3, unakutana na visa viwili. Kuna mwanamke mmoja ambaye alimwendea Yesu wakati amealikwa kwa Farisayo mmoja. Alipofika pale alimsujudia Yesu, akaanza kuifuta miguu yake kwa nywele zake na kwa machozi yake. Lakini pia unaporejea kwenye kitabu cha Yohana 12 la 1 hadi la 3, unaenda kukutana na habari ya mwanamke mwingine Mariamu pia pale kwenye sherehe anafika, anakuja pia kumfuta Yesu miguu yake kwa nywele zake na kwa machozi yake, lakini anaipaka miguu ya Yesu Mariamu. Na Yuda anasema kwamba hii ni Mariamu yenye bei kubwa, kwa nini isiuzwe na wakapewa nani maskini? Kwa nini unatumia gharama hivi kwa ajili ya kupaka wewe? Ni kusema nini? Ni kwamba sadaka ni kipimo cha upendo wetu kwa Mungu wetu. Hawa yani ni kusema kwamba mpaka mtu nywele zake ambazo amezitunza, nywele zake ambazo huwa anaziosha, nywele zake ambazo anazithamini, anazitumia kwa ajili ya kufuta miguu ya mtu mwenye vumbi, miguu ya mwenye vumbi, lakini anaenda kununua Mariamu yenye bei kubwa, anakuja kumpaka Yesu. Ni kumaanisha nini?